بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد tunaendelea na kitabu chetu cha al-40 an-nawawiyya wa tatimmatul 50 للإمام شيخ الإسلام النووي رحمه الله تعالى وابن رجب رحمة الله تعالى عليه ناليه بإذن الله جل وعلا تنازى كتيك الحديث الثاني حديث يبيل داني حديثه يبيل الإمام النووي رحمه الله تعالى كذلك أمتلتيا حديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه حديث ambayo ndani yake kuna mafunzo juu ya Uislamu na masala ya kiitikadi na pia vile vile ndani yake tunapata masaili ya adab ambapo katika hayo kuna adabu talibil ilmi, adabu za mwanafunzi. Pia vile vile katika hadithi hii amezungumzia al-Islam. Uislamu ni upi? Uislamu anaotakikana Muislamu kujinasibisha nao na kuishi nao. Kadhalika akazungumzia al-ihsan wal-iman, masaili ambayo yanafungamana na imani sahihi ya Muislamu na ile ihsani ambayo mtu anayotakikana kuifanya katika ibada, ambayo hii ndio ihsani ya kisheria. Kwa hiyo kadhalika pia vile vile akataja ashratu saa, dalili za kiyama. Kwa hiyo ndani ya hadithi moja kuna masaili mingi ambayo yamefungamana ndani yake, ambayo yanaizungumzia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya hadithi hii moja. Lakini hadithi hii al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala ameileta nusu yake, bali ni hadithi ambayo imeanza mbali mpaka kufikia Umar ibn al-Khattab kuyataja haya ambayo ameyataja, ambayo amefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii hadithi ameisimulia al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. قال amesema rahimahullah, amesimulia katika riwaya mbili. Riwaya ya kwanza anasema rahimahullah ta'ala, hadathani Abu Khaythama, ameni hadithi ya mimi Abu Khaythama ambaye ni Zuhair ibn Harb. Kisha akasema hadathana Waki', Zuhair ibn Harb wamehadithiwa wao na Waki', na huyu Waki' ni Waki' ibn al-Jarrah, ni Waki' mtoto al-Jarrah. Akasema an Kahmas, kutoka kwa Kahmas, ambaye Kahmas ni Kahmas ibn al-Hasan at-Tamimi al-Hanafi. Kahmas ibn al-Hasan التميمي الحنفي عن عبد الله ابن بريدة
kutoka kwa Abdullah ibn Buraida an Yahya kutoka kwa Yahya ibn Ya'mar kutoka kwa Yahya ibn Ya'mar qala amesema. Yahya ibn Ya'mar huyo ni tabi'i na amemsikia Abdullah ibn Umar ambaye ni mtoto Umar ibn al-Khattab. Kwa hiyo hadithi hii ni hadithi ambayo Umar ibn al-Khattab alimhadithia mtoto wake Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar naye pia ni sahaba, amemuona Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye na baba yake wote ni masahaba. Lakini yapo ambayo hakuyadiriki Abdullah ibn Umar kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lidhalika Umar ibn al-Khattab akamfundisha mtoto wake yale ambayo yaliyojiri baina yao na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hapa tunapata mafundisho namna gani mtoto anaweza kujifunza kwa baba yake, kuielewa dini yake na Uislamu wake kupitia baba yake mzazi. Hilo sisi kama wazazi tunafundishwa namna gani ya kuishi na watoto wetu katika kuwalea katika yale mazuri ambayo sisi tunayojifunza darasani. Unalolipata darasani mfikishie na mtoto wako. Huenda mtoto wako asimdiriki mwalimu wako, lakini kile ambacho umekidiriki kwa mwalimu wako mfikishie mtoto wako. Na nimeamua kuileta hii riwaya ambayo imekuja ya mwanzo kuonyesha namna gani watoto wa masahaba walijifunza kupitia baba zao yale ambayo wao wamejifunza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hadithi hii Umar ibn al-Khattab anamhadithia mtoto wake Abdullah ibn Umar. Aliyataja maneno haya ambapo tutaona hadithi itakapokuja hapa mbeleni, wakati ambapo alifuatwa na huyo ambaye tumemtaja Yahya ibn Ya'mar. Alienda na sahibi yake mpaka akakutana na Abdullah ibn Umar, ndio wakakutana na Abdullah ibn Umar, na walienda malengo ni kwamba walienda kumuuliza maswali. Walikuwa wana jambo ambalo lilitokezea, kisha wakaona ni nani ambaye wakumfuata kwenda kumuuliza hili ambalo limetokezea, ambapo ndani yake unapata yale masala ambayo aliulizwa Abdullah ibn Umar katika masala ya qadar, mpaka akasema fa akhbiruhum, wape habari wao, anni bari'un minhum, ya kwamba mimi niko mbali na wao, wa hum bura'a'un minni, na wao wako mbali na mimi. Yeye ni kama sahaba radhiyallahu ta'ala anhu. Hadithi hii al-Imam Muslim rahimahullah ameitaja katika sanadi mbili. Sanadi ya kwanza kama tulivyoitaja, kama alivyosema al-Imam Muslim, ambaye mwalimu wake aliyempa habari wa kwanza ni Abu Khaythama Zuhair ibn Harb. Hadathana Waqi'un, ametuhadithia sisi Waqi', ambaye huyu ni Waqi'u ibn al-Jarrah, an Kahmas, ambaye huyu ni Kahmas ibn al-Hasan at-Tamimi al-Hanafi. Kisha anasema an Abdullah ibn Buraida, kutoka kwa Abdullah ibn Buraida, an Yahya ibn Ya'mar qala, kutoka kwa Yahya ibn Ya'mar amesema. Na riwaya nyingine ya hadithi amesema al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, hadathana Ubaydullah ibn Mu'adh, ametuhadithia sisi Ubaydullah ibn Mu'adh. Hadathana abi, huyu Ubaydullah ibn Mu'adh al-Ambari ameipokea hadithi hii kutoka kwa baba yake mzazi, ambaye baba yake Ubaydullah ibn Mu'adh yeye anaitwa Mu'adh ibn Mu'adh al-Ambari. Kwa hiyo hapa pia tunapata funzo namna gani mzee kutilia mkazo kwamba wazee
walikuwa wanawafundisha watoto wao yale ambayo wao wamejifunza kwa walimu zao. Yale ambayo naona mtoto wangu hatomdiriki mwalimu wangu, basi yachukue na mfundishe mtoto wako. Kadhalika Muadh ibn Muadh anasema hadathana Kahmas, ametuhadithia sisi Kahmas ambaye ni Kahmas ibn al-Hasan at-Tamimi al-Hanafi rahmatullahi ta'ala alayhi, an ibn Buraida, kutoka kwa ibn Buraida mtoto wa Buraida ambaye ni Abdullah ibn Buraida, an Yahya ibn Ya'mar, kutoka kwa Yahya mtoto wa Ya'mar. Kwa hiyo pamekutana katika riwaya hizi mbili kwa al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala wa Kahmas ibn al-Hasan al-Hanafi wa Kahmas ibn al-Hasan at-Tamimi al-Hanafi, ambaye al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala amepokea kwa mtu wa kwanza ni Abu Khaythama. Huyu ni mtu wa kwanza Abu Khaythama. Abu Khaythama amesimuliwa hadithi na Waki' ibn al-Jarrah. Waki' ibn al-Jarrah, na Waki' ibn al-Jarrah ndo anakutana kwa Kahmas. Huyu Kahmas alimhadithia mtu mwingine ambaye ni Muadh ibn Muadh. Muadh ibn Muadh akamhadithia Ubaidullah ibn Muadh ambaye ni mtoto wake. Mtoto wake Ubaidullah ibn Muadh akamhadithia al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo riwaya mbili zimekutana kwa Kahmas ibn al-Hasan al-Hanafi at-Tamimi, ndio zimekutana. Riwaya moja imeenda kwa Kahmas, imeenda kwa nani? Kwa Waki', imeenda kwa Zuhair ibn Harbi, imeenda kwa Muslim rahimahullah. Riwaya nyingine kutoka kwa Kahmas kwa Muadh ibn Muadh ikaenda kwa Ubaidullah ibn Muadh, ikaenda kwa al-Imam Muslim rahimahullah. Tumeelewana bwana? Na huu ni upande wa kwanza wa kuelezea asli ya upatikanaji wa hii hadithi, kwa sababu mwishoni mwa hadithi ya Imam An-Nawawi rahimahullah anatuambia rawahu Muslim, amesimulia hadithi hii Muslim, ndio maana tukaitaja kwa sura hiyo. Naam, baada ya Yahya ibn Ya'mar anasema kana awwala man qala fil qadari bil Basra. Hadithi hiyo ambayo imeanza alafu ikaja hiyo hadithi ya maneno haya ya Umar ibn al-Khattab. Anasema Yahya ibn Ya'mar kana awwala, alikuwa wa kwanza, man qala fil qadari, aliyesema juu ya qadar, ambapo qadar ni katika mambo ya imani. Kwa anasema wa kwanza ambaye amesema katika masaili ya qadar ni Ma'bad al-Juhani. Mtu wa kwanza ambaye aliyezungumzia masaili ambayo ya qadar, lakini alizungumza kwa sura gani? Alizungumza katika sura ambayo ya kwamba sisi ahlus sunnah wal jamaa kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaamini kwamba qadar ni ile ambayo Allah anaifahamu, ameshaikadiria na anafahamu ni nini kitakachotokea. Kwa kinapotokezea maana yake tunasema qadarullah. Haya ni yale ambayo ameshakadiria Allah, kwamba ameshayapangilia Allah kipi kitokee. Lakini Ma'badul Juhani yeye alikuwa na kikundi chake ambacho wanasema kuwa Allah hakuna anachokifahamu mpaka pale ambapo litakapotokezea jambo ndio Allah anaelewa, kumbe kulikuwa na hili. Yani wamemnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala al-jahlu, ujinga wa kutokuelewa yale ambayo yeye Allah jalla wa ala anayafahamu, ambaye kiongozi wa hayo alianzisha mambo hayo katika mji wa Basra ambaye anaitwa nani? Ma'badul Juhani. Na ndiyo sababu ya Abdullah ibn Umar kuwafundisha Yahya ibn Ya'mar na sahibu yake juu ya masala ambayo anafungamana na Uislamu,
mas'ala yanafungamana na imani, na mas'ala yanafungamana na ihsani, na mas'ala yanafungamana na ashratu saa, dalili za kiyama, akimfundisha mambo yanafungamana na itikadi ya Uislamu. Sinaelewana nzuri hapo mpaka hadithi hii ikaja akamhadithia Umar ibn al-Khattab mtoto wake Abdullah ibn Umar, na Abdullah ibn Umar akamhadithia Yahya ibn Ya'mar. Sawa bali tokezea mtu katika mji wa Basra ambaye anaitwa nani? Ma'badul Juhani. Anaitwa nani? Ma'badul Juhani, akizungumzia na akiwapelekea watu fikra juu ya itikadi mbaya katika masala ya kuitakidi juu ya qadar. Kisha anasema fantalaqtu ana, nikatoka mimi, wa Humaydu ibn Abdurrahman al-Himyari, nikatoka mimi na Humaydu ibn Abdurrahman na sahibi yangu, rafiki yangu Humaydu ibn Abdurrahman, hajain, tunakwenda malengo ni kuhiji au mu'tamiraini, au kwenda kutekeleza ibada ya umra. Faqulna, tukasema, yani Yahya ibn Ya'mar anasema mimi na sahibi yangu Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari tukasema hivi, law laqina ahadan min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, law tutamkuta yoyote katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, fasalnahu amma yaqulu haula'i fil qadari, tukaweza kumuuliza sahaba huyo juu ya yale ambayo wanaoongea wale katika masala ya qadar, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hafahamu kinachotokea mpaka litokee la kutokea, ndio Allah anafahamu ni kipi kimeweza kutokezea. Fawuffiqa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, basi tukawafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kukutana na Abdullah ibn Umar dakhilan al-masjid, ndani ya msikiti tukakutana na Abdullah ibn Umar. Kisha anasema mimi na rafiki yangu baada ya kumwona Abdullah ibn Umar tukamfuata, mmoja akakaa kuliani kwake na mwingine akakaa upande wa kushoto wa Abdullah ibn Umar. Fadhanantu, Yahya ibn Ya'mar anasema nikadhania mimi, anna sahibi, ya kwamba sahibi yangu ambaye ni Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari, sayakilu al-kalama ilayya, ataniwakilishia mimi maneno, kwamba mimi ndio niwe mwakilishi wa kuyatamka yale maneno. Na hapa tunaonyesha ni namna gani hawa ni katika matabiina, hawa ni katika matabiina. Lilitokezea jambo huko, lilipotokezea hawakuhukuma isipokuwa walisafiri mji kwa mji kwenda kukutana na alim kumuuliza katika yale yaliyojiri. Hapa tunapata miongoni mwa adabu za ilmu, usifutu masala madhali yupo yule ambaye ni afqahu minka, aliyefaqihi zaidi kuliko wewe. Hawa ni matabiin, walisafiri kumfuata sahaba kutoka mji wa Basra kuelekea mpaka katika mji wa Makka, wanamfuata sahaba, malengo ni kwamba kufahamu katika yale ambayo yametokezea, je, yale ambayo wameyafanya watu fulani ni sahihi? Kwa hiyo na hata sisi mathalan likitokezea jambo akauliza Sheikh Rabi' hafidhahu Allah ta'ala juu ya watu fulani au juu ya mtu fulani, hii ndiyo manhaji ya wema waliotangulia. Ima tuambie hawa wako sawa ama hawa hawako sawa, na hii ndio manhaji ya salaf, manhaji ya wema waliotangulia. Na hata wale ambao waliamiliana nao walitaka kufahamu hali zao zikoje. Je, hawa ni katika ashabu sunna au min ashabil bid'ah? Hawa je ni katika watu wa sunna au ni katika watu wa bid'ah? Walitaka kuyafahamu hayo. Kwa hiyo hawakuwa wakifanya tu lolote isipokuwa walitaka maelekezo kutoka kwa walimu zao ambao ni masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Faqultu, mimi nikasema, anasema Yahya ibn Ya'mar, mimi nikasema, Aba Abdurrahman,
ewe baba wa Abdurrahman, ambaye ni kunia ya Abdullah ibn Umar. Anamuuliza, ewe Abdurrahman, innahu hakika qad dhahara qibalana nasun, pamedhihiri mbele yetu sisi watu, yaqrauna alqur'ana, wanasoma Qur'ani, wayataqaffaruna alilma, na wao wanajishughulisha na jambo la elimu, yani wanafuata ilmu, wanasoma Qur'ani na wanafuata ilmu. Wa dhakara min sha'nihim, na Yahya ibn Ya'mar akataja katika yale waliokuwa nayo katika mazuri ambayo yananasibiana na khairi ambazo walizokuwa nazo kikundi cha Ma'badul Juhani, wa annahum, na ya kwamba wao yaz'umuna anna la qadara, na ya kwamba wao wanadai ya kwamba hakuna qadar, wa anna al-amra unufun, na ya kwamba mambo yanatokezea tu bila ya Allah kufahamu. Unaona hapo hawa ni watu ambao wanajinasibisha na nini? Na elimu, wanasoma Qur'ani na wanajinasibisha na elimu. Wao wametafaragha na jambo la ilmu, maana wao wakiangaliwa katika jamii sura yao ni ashabul ilmi, ni watu wa elimu. Sinaelewana uzuri hapa. Lakini angalia kile walichokuwa nacho katika itikadi mbovu na mbaya, lakini wao wakaona kwamba mbona hili ambalo wanalizungumza wao akina Ma'badul Juhani ni katika yale ambayo yanaenda khilafu na sheria ya Uislamu. Lakini tuende kwa sahaba, kwa sababu kilichowapa ule ulakini wao ni kwamba wamekosea katika mambo ya qadar, lakini wao ni ashabul ilm, ni watu wa elimu. Kwa hata hapo ukiangalia mathalan pengine hapa tu katika mji wetu huu wa Dodoma, au katika watu unaofahamiana nao, maana si kila sahibul ilmi, si kila yule ambaye anajinasibisha na jambo la ilmu atakuwa ni katika watu wa haki. Laalla akawa ni mtu ambaye anajinasibisha na ilmu lakini ni katika watu wa batil, si katika watu wa haki. Tunaelewana nzuri hapa. Mithili ya hao zipo baadhi ya taasisi ambazo si katika taasisi zinazojinasibisha na manhaji ya sawa. Tunaelewana nzuri hapa, kama vile Islamic Foundation au Ansar Sunna, si katika watu ambao wapo katika manhaji ya sawa. Lakini ukiangalia dhahiri yao ni watu ambao wanajishughulisha na elimu, wana madaris za elimu, wana shule ambazo mazingira yao na manhaji yao ukiangalia kwa dhahiri ni nzuri, lakini ukiangalia itikadi yao au yale ambayo waliokuwa nayo bu'd al-mashriqain, ni mambo yaliyokuwa mbali baina mashriqi katika upande wa manhaji ya sawa. Kwa hiyo usijinasibishe tu ama ukakaa tu na mtu kwa sababu huyu ni sahibul ilm, bali angalia, je, itikadi yake ni ya sawa ili uwe ndio sahibu wake. Usifungamane tu na mtu ukawa ndio rafiki yako kwa sababu tu yeye ni sahibul ilm lakini itikadi yake ni chafu. Hapana, lazima uchunge haya. Tunafahamiana nzuri hapo Naam. Qala, akasema Abdullah ibn Umar, fa idha laqita ulaika, utakapokutana nao hao, fa akhbirhum, wape habari, anni bari'un minhum, mimi niko mbali na wao, wa annahum, na ya kwamba wao bura'un minni, wako mbali na mimi. Manake mpaka hawa watu wamekuwa mbali na Abdullah ibn Umar, amejitenga nao. Kwa hiyo suala la kujitenga na ahlul batil ndiyo min manhaji salafi, ndiyo manhaji ya wema waliotangulia. Akipatikana sahibul bid'i, wewe jitenge naye. Akipatikana hizbiyun, wewe jitenge naye. Unaona haya ni maneno ya sahaba. Anasemaje? Fa idha laqita ulaika, utakapokutana nao hao, fa akhbirhum, wape habari, anni bura'un minhum, mimi niko mbali na wao, wa annahum, na ya kwamba wao bura'un minni, wako mbali na mimi. Hapa maana yake ameshaingizwa huyu Ma'badul Juhani kwamba yeye min ahli dhalala, ni katika watu wapotevu. Hii ni manhaj, na ndiyo maana baada ya kumalizika maneno haya
baada ya kumalizika maneno ya Abdullah ibn Umar, kisha Abdullah ibn Umar akasema hivi, akasema hadathani abi, yani baada ya kuwapa kipengele cha kwamba mimi nimejitenga na wao, kuamini juu ya kwamba Allah hafahamu kile ambacho kinachotokea. Hadathani abi, amenihadithia mimi baba yangu ambaye ni Umar ibn al-Khattab, ambaye ni Umar ibn al-Khattab, bainana nahnu julusun, baina yetu sisi hali ya kuwa tumekaa, inda rasulillahi, mbele ya mtume wa Allah, dhata yaumin, ile siku. Ndio ikaja sahihi hadithi tuliyokuwa tuko nayo hapa. Ndani ya hadithi hii, jambo la kwanza ambalo Jibril alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, anamwambia ya Muhammadu, tutakuja kuisoma nataja tu kuonyesha kwamba sababu ya kutajwa hii hadithi na vilivyomo ndani yake. Jibril anamuuliza Muhammad, ambaye Jibril ni mwalimu wa Muhammad alayhi salatu wasalam, ya Muhammadu, e Muhammad, akhbirni anil islami, nipe habari mimi juu ya Uislamu. Akamfundisha Uislamu ni mambo matano katika zile nguzo za Uislamu. Kisha baadaye akamuuliza jambo jingine, fa akhbirni anil imani, nipe habari mimi juu ya imani. Ndani ya imani ndio likatajwa suala la qadar, kwamba akamtajia suala la qadar, akamwambia wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, na kuamini juu ya qadar, khairi zake na shari zake zinatoka kwa nani? Kwa Allah. Allah anafahamu khairi ambayo imekuja na khairi ambayo haijaja, na Allah anafahamu shari ambayo imekuja na shari ambayo haikuja. Akamtolea dalili ya hadithi ya maneno ambayo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akimfundisha juu ya imani, akilipinga lile jambo ambalo walilokuwa nalo Ma'badul Juhani na kikundi chake. Tunafahamiana uzuri hapa tunafahamiana ikhwa? Naam. Kadhalika pia akataja ndani yake katika masala ya al-ihsan, na pia vile vile akampa habari juu ya masala ambayo yanafungamana na ashratu saa, zile dalili za kiyama. Hapa mambo yote ukiangalia amemfundisha Abdullah ibn Umar, amemfundisha Yahya ibn Ya'mar na Humayd ibn Abdurrahman katika masala ya itikadi. Mambo yote ambayo yamefundishwa ndani ya hadithi hii katika masala ya itikadi, amemuuliza jambo moja lakini akamjazia na mengineyo ya ziada, ili amthibitishe moyo wake kwa taufiki ya Allah katika itikadi sahihi ya Uislamu. Tunafahamiana uzuri hapo Naam. Kisha katika maneno ya Abdullah ibn Umar akimalizia maneno yake anasema, walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaba fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadari, wallahi ana apa Abdullah ibn Umar, lau mmoja wao hao katika kikundi cha Ma'badul Juhani angelikuwa ana mlima wa dhahabu, ana dhahabu mfano wake ni mlima ukubwa wake, halafu akatoa lillahi jalla wa ala, akatoa dhahabu yote ile katika njia Allah subhanahu wa ta'ala, hatokubaliwa na Allahu jalla wa ala hatta yu'mina bil qadari, mpaka atakapoamini juu ya qadari, mpaka atakapoamini juu ya qadar. Analipinga lile jambo ambalo wale wakina Ma'badul Juhani hawaliamini katika itikadi ya Muislamu. Haya ya chini ni maneno ya Abdullah ibn Umar, anaapa kwa Allah, lau mtu atakuwa na dhahabu mfano wa mlima akaitoa dhahabu hiyo katika njia Allahu jalla wa ala, hatokubaliwa na Allah subhanahu mpaka aamini juu ya qadar, aamini ya kwamba khairi iliyomfika inatoka kwa Allah, na aamini ya kwamba shari iliyomfika hiyo ameikadiria Allah jalla wa ala, na atakayeondosha shari hiyo ni Allah subhanahu. Na asiamini hayo hatokubaliwa na Allah jalla wa ala. Akaamini khairi iliyomdiriki ni ya fulani,
na shari iliyompata ni ya fulani, basi huyo hatakubaliwa na Allah na haamini ya qadari Allah jalla wa ala. Hapa ndipo ndani yake sasa Abdullah ibn Umar akataja masaili ambayo alitajiwa na baba yake katika mambo yanofungamana na itikadi sahihi ya Muislamu. Ndio tunapata hii hadithi sasa. Qala hadathani abi, kisha akasema amini hadithi ya mimi baba yangu Umar ibn al-Khattab. Wazi dhalik? Sunna fahamiana nzuri hapo Naam. Na ieleweke ya kwamba katika hichi kipengele cha kwanza tunapata kuona faida ya namna gani mtu anapotengwa na jambo asilolifahamu awaulize katika watu wa ilmu. Haijalishi nafasi yake katika umma ikoje, ikiwa jambo halielewi amfuate mwenye kufahamu, asiye akahukumu bila ya ilmu, akahukumu kwa fikra zake au kwa nadharia yake, ataingia katika makosa. Pia vile vile katika faida tunaipata ni kwamba anna bid'atul qadariyah, ya kwamba bid'a ya masala ya qadari, wale ambao wameamini ya kwamba mambo yanotokezea hayatokezei isipokuwa Allahu jalla wa ala hufahamu baada ya kutokezea jambo hilo. Jambo hili limetokezea wakati wa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, wa annaha, na kwamba jambo hili la bid'a hii min aqbahil bid'i, ni katika bid'a iliyokuwa mbaya mno. Na haya tuko nayo katika miji yetu, tuko nayo katika familia zetu. Akitokezewa mtu na jambo, analielekeza jambo hilo kwa fulani, wala hakumuona kwamba amefanya, fulani ndo ameniroga, fulani amenifanyia ubaya, fulani amenifanyia kadha, analielekeza kwa fulani. Hajui ya kwamba Allahu jalla wa ala yeye ndiye anayekadiria yale yanayotokezea. Ikiwa khairi imekujilia, aliyeipanga hiyo khairi ni Allah, na ikiwa ni shari imekutokezea, basi hiyo shari aliyekadiria ni Allah, na kwamba Allah anakutahini kwa shari hiyo. Ndio maana alayhi salatu wasalam akatufunza, fa idha asabaka shay'un, lau litakapokusibu wewe jambo, fala taqul, usiseme lau anni fa'altu kana kadha wa kadha, lau mimi ningelifanya ingelikuwa hivi na hivi, yasingetokea haya mimi ningelifanya hivi, imekuwaje akatokea haya, nisingefanya haya singetokea haya. Usiyaseme maneno hayo, walakin qul qaddara Allah wa ma shaa fa'ala, ameshakadiria Allah na amefanya Allah litakalo. Lianna law tahtahu amal ash-shaytan, kwa sababu kusema lau kufungua milango ya shaytan. Ametokezea jambo akasema lau nisingeenda pale, nisingemuoa yule, nisingezaa naye, au nisingekuwa kadha wa kadha, nisingefanya biashara naye, nisingefanya muamala naye, yasingetokea haya. Usiseme maneno haya, bali sema ameshakadiria Allah, qadarullah wa ma shaa fa'ala. Hii ni qadari ya Allah na amefanya Allah litakalo subhanahu wa ta'ala. Tunafahamiana nzuri hapo. Kwa hiyo sehemu yetu ya kwanza ni kukitaja kipande cha mwanzo kuonyesha umuhimu wa kuifanyia kazi hadithi hii ya Umar ibn al-Khattab, na kwamba ndani yake yametajwa mambo ambayo yanafungamana na itikadi sahihi ya Muislamu, na kwamba mtu anatakikana aamini yale ambayo yamekuja katika sheria ya Allah, yamekuja kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wazi? Na katika hayo ni kuamini katika masala ya qadar, katika kuamini katika masala ya qadar. Na si hayo tu, katika kuona umuhimu wa kuifahamu hadithi hii, kutilia umuhimu baada ya kuifahamu hadithi ya kwanza ya innamal a'malu binniyat, ambayo kama qala al-Imam ash-Shafi'i rahimahullah huwa thuluth al-ilmi, kwamba hadithi ya innamal a'malu binniyat ni sehemu tatu ya elimu. Baada ya hadithi hiyo ikaja hadithi hii ya Jibril, ambayo ndani yake yametajwa mambo yanayofungamana na itikadi ya Muislamu. Maana baada ya kusahihisha nia yako kwa Allah,
kinachotakikana baada ya hapo, sahihisha itikadi yako. Yani jambo la itikadi ni jambo muhimu. Yani baada ya kuwa moyo wako ushamuelekea Allah, sahihisha itikadi uliyokuwa nayo. Je, ndiyo itikadi sahihi? Wazi? Tunafahamiana uzuri hapa. Naam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Tutaendelea wiki ijayo kuanza kuhitaji hadithi hii na yale ambayo yalikuwemo ndani yake na yanofungamana kipengele baada ya kipengele, na hili suala la qadar tutaliona katika hadithi hii, tutalizungumzia kwa mapana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamu alaykum wa